Tazama ufalme wa Mungu karibu, sasa umejiandaje? Dunia inakuita, rejeni kwenye msingi. Jamani, sikia sauti ya mtu jamani, tengenezeni njia ya Bwana, nyesheni mapito yake. Giza kubwa limefunika dunia nzima, asubuhi imekaribia, vaeni nuru, aibu kubwa itawapata wote watembeao gizani. Wapendwa, hamjambo. Napenda niwasalimu sana katika jina la Yesu Kristo, Mwokozi wetu. Ni muda mzuri sana na karibu sana katika channel hii ambayo tunajifunza neno la Mungu, channel ya uamsho na matengenezo au uisho na matengenezo. Ni channel nzuri sana ambayo huwa inakuletea faida nyingi na masomo mengi yanayoelimisha kiafya, kiroho, kifamilia na kadhalika. Ni kituo kizuri sana cha kuyafahamu maagizo ya Mungu na misingi halisi ya matengenezo tunayotakiwa kufanya ili tuweze kumpendeza Mungu wetu. Mko pamoja na ndugu yenu anayewapenda sana, Michael Sebutege. Somo letu kabla hatujaanza kusema, hebu tuombe kwanza alafu tuendelee pamoja. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, asante Mfalme kwa wema wako na upendo wako wa pekee sana. Umetulinda na hila za adui Shetani. Umependa kutufunulia siku ya leo nayo, ili wote wanaokupenda wapate fursa ya kusikia sauti hii. Baba, saidia kila mmoja atakayechukua nafasi yake kusikiliza maneno haya, na maneno haya yaweze kutengeneza na kubadilisha maisha yetu na mwenendo wetu, tuweze kufanana na wewe na tupate kufurahia maisha ya sasa na yale yajayo. Tunaomba katika jina la Yesu Mwokozi wetu, amen. Somo letu la leo linasema hasara inayosababishwa na dhambi. Ndilo somo tunaloenda kujifunza pamoja. Dhambi ni nini? Dhambi ni uasi wa sheria. Dhambi ni kuwa kinyume na mapenzi ya Mungu. Lakini kwa upande wa pili, kwa sababu sitataka kuelekea huko, maana mimi nitazungumzia hasara ambazo mwanadamu anazipata kwa sababu ya dhambi. Mojawapo ya hasara hizo, kwanza kabisa ijulikane kwamba dhambi ni sumu. Dhambi ni sumu. Dhambi inaweza kuhatarisha maisha ya mtu na kuhatarisha mwili wake. Inaweza kumharibu mtu, inaweza kuharibu mwili wake, inaweza kuharibu akili zake, inaweza kuharibu thamani ya mtu, inaweza kuharibu familia yake. Na hapo ndipo tutakapojikita kwa kuangalia haya mambo ya hayo yote. Kabisa ni kwamba dhambi kishaingia ndani ya mtu, itaharibu mwili, itaharibu akili, itaharibu thamani yako, itaharibu familia yako, itaharibu na uchumi wako. Katika hii habari nataka kila mmoja aelewe mambo yafuatayo. Sikiliza, katika kitabu kimoja, kitabu cha Wafalme na Manabii, nitasoma maneno machache pale. Pameandikwa, kwa wale wenye kuwa na kitabu hiki, mtaangalia kwa lugha zozote zile, kiwe ni Kiingereza, kiwe ni Kiswahili, kiwe ni lugha gani, utaangalia sura ile ya 18. Pameandikwa hivi: Le poison du péché exerce ses ravages au sein de la société. Anasema kwamba sumu ya dhambi
inaendelea kuiteketeza dunia. Sumu ya dhambi inaendelea kuiteketeza dunia. Les villes et les villages sont submergés par le vice et l'immoralité. Miji na vitongoji, miji na vijiji, miji mikubwa na vitongoji hata na vijijini vinaendelea kuzama na kuharibika kabisa, kana kwamba pamebaki kuwa ukiwa kwa sababu ya hila, kwa sababu ya dhambi na upumbavu, kukosa maadili kunakosababishwa na dhambi. Si hapo tu, la maladie, la souffrance, l'iniquité abonde partout. Nasema kwamba ugonjwa, maumivu, uzalimu vimetawala kila kona. Tunasema hasara inayosababishwa na dhambi. Katika hii hatua yetu ya kwanza kabisa, ili tuone hiyo hasara, tumeona kwamba kwanza kabisa dhambi ni sumu. Si sumu tu, bali inaangamiza. Imeangamiza miji, imeangamiza vitongoji, imeangamiza vijiji, imeangamiza maadili, imeangamiza kwa sababu kwa sababu ya kukosa akili, kwa sababu ya udhalimu. Dhambi imekuwa kama gharika ambalo limeifunika dunia. Anasema kwamba matokeo ya dhambi ambayo wanadamu wanaendelea kupata hasara humo ndani ni magonjwa. Magonjwa haya yanaendelea kutafuna miili ya watu, yanaendelea kuharibu, na magonjwa mengine mengi yanasababishwa na vyakula, na unywaji, na mtindo wa maisha, na michezo. Na kwa sababu mtu kabla ya dhambi alikuwa hawezi kuumwa. Hiyo tutaendelea kuangalia jinsi gani dhambi inavyoendelea kuiharibu dunia. Kuna maumivu yasiyoisha, souffrance. Kuna maumivu makali, kuna namna ya kuteseka. Wanadamu wanaishi kwa kuteseka. Hiyo ni dhambi. Si hivyo tu, l'iniquité, uovu umetawala kiasi kwamba watu wanahama miji na vijiji kwa sababu ya vita, kwa sababu ya ukatili, kwa sababu unakuta watu dunia imekuwa ndogo wakati pengine kuna mapoli na mashamba mengi ambayo hayana watu. Lakini kwa sababu ya dhambi, ukatili, uovu umeenea. Uovu umesababisha wanaume wengi sana kuachana na wake zao, wanaoa wanaacha, watoto wengi kukimbia nyumbani, wanawake wengi kubadilisha wanaume kunako kucha, matajiri wengi kuibiwa hela, watu kutumia vibaya viungo vyao, watu kutumia vibaya mali zao, watu kutumia vibaya furaha yao, watu kutumia vibaya upendo wao. Uovu umnaendelea kuiharibu dunia. De toutes parts, on voit les hommes harcelés par la misère et la détresse. Kila kona tunaona watu ambao wameharibika. Umaskini umewaumiza, ukawaumiza kiasi kwamba wapo watu wanaolala chini ya daraja. Wapo watu wanaolala, wanaokula kwenye majalala. Pale kwenye dampo wanaenda pale ili wapate matajiri waliomwaga chakula pale. Wapo watu wanaolala kwenye mabaraza ya majumba ya watu wasiowajua. Dhambi imefanya maisha ya watu yawe ni yaomba. Wale mnaowaona wakikaa barabarani wakiomba nao ni watu. Lakini dhambi imetunyima furaha na maisha yakageuka kuwa mzigo. Anasema kuna huzuni. Watu wengi sana wana huzuni. Wengine huzuni walizonazo
wakizililia baadhi ya watu kuliko wawasaidie, badala yake wanawaongezea huzuni nyingine juu ya huzuni. Hiyo nayo ni hatari sana. Dhambi imesababisha huzuni, na huzuni ni mgeni katika nyumba za maskini, ni mgeni katika nyumba za matajiri, ni mgeni katika majumba ya wakuu wa nchi, ni mgeni katika majumba ya majemedari. Hawawezi kuogopa magwanda ya jeshi wala siasa zilizojaa kwenye magara ya siasa. Ni mgeni katika marubani na madereva na manahoza. Ni mgeni huzuni. Kwa kuwa kila mwanadamu ametembelewa na mgeni huzuni, hayo ni madhara na hasara tunayoendelea kuipata kwa sababu ya dhambi. Watu wana huzuni ambazo ni tofauti. Wengine wana huzuni walizaliwa wakatupwa. Hawajawahi kutamka kwenye midomo yao kwamba baba, mama, bila kumuita mzazi mwingine, bali anamuita yeye, anamuita mzazi mwingine. Alizaliwa na mama yake akamtupa. Huyo ana huzuni ambayo atakufa nayo. Mwingine naye ana huzuni kwa sababu anaibiwa na wazazi, anaibiwa na watoto, ananyanyaswa kazini, anaomba rushwa ambazo ni za aibu na za kutisha. Wengine akipewa kazi, rushwa anayoombwa ni ya uzinzi, ni ya mshahara wake, kwamba nitakupa kazi lakini tutakuwa tunagawana mshahara, au uwe mke wangu, au uwe mume wangu, au ufanyeje. Wewe kubali kwamba kila jambo nikikuagiza utalifanya hivyo nilivyosema. Watu hapa, usione mambo yako hivi. Hapa duniani watu wanaumia sana. Lakini anasema kwamba tunaona accablé par les sentiments de culpabilité. Kuna watu wengine wenye kulemewa kabisa na dhambi zao. Wamekosa wafiche uso wao wapi, wamekosa waende wapi, kwa sababu hali ni ngumu sana. Anakwambia hivi, écoulant à leur perte faute d'une influence salvatrice. Watu wengi wana mbio kuelekea kwenye uangamivu. Hawajui nguvu ya kuwaokoa iko wapi, mvuto wa wokovu haupo. Anasema kwamba ils connaissent l'évangile et cependant ils périssent parce que l'exemple de ce qui devrait leur communique une odeur de vie donnant la vie ne leur apporte que la mort. Wengine wanaumia kwa sababu waliotegemea kwamba ni watu wa Mungu, kuliko wapate pumzi au wapate mvuto wa uzima, badala yake wanapata mvuto wa kifo. Hapo nimemaliza kwamba dhambi ni sumu, imekwisha kuchanganya. Na mtu akiwa amekula sumu, hawezi kumkuta akiwa katika style ile ya kawaida, ile nzuri. Hapana, atachanganyikiwa, hali itakuwa mbaya sana. Hiyo ni moja. Dhambi inaharibu mwili. Inaharibu mwili. Ukisoma kwenye kitabu hiki kwenye kitabu hiki anatuambia maneno mazito sana. Anasema hivi, dhambi inaharibu mwili. Anasema kwamba kwenye sura hiyo anasema le péché éloigne non seulement de Dieu, mais elle enlève de l'âme le désir et le pouvoir de reconnaître. Anasema kwamba dhambi haimtenganishi mtu na Mungu tu, bali ina uchawi ndani yake, ina uchawi wa ajabu sana. Anasema inakunyang'anya nia na uwezo wa kuitambua. Inakunyang'anya nia, inakunyang'anya uwezo wa kuitambua kwamba ni dhambi. Hii dhambi, kwa sababu tumeona kwamba ni sumu na imekuja kuharibu miili. Tukisoma katika kitabu cha Mind, Character and Personality, pameandikwa maneno kwenye ukurasa wa Kiingereza. Kwenye ukurasa wa Kiingereza ni ukurasa wa 100, kitabu cha kwanza ukurasa wa 143, pameandikwa hivi: Musa, mtu wa historia, alituandikia picha na historia ya mtu binafsi na jinsi gani watu wa zamani walivyokuwa wanaishi. Hakutuambia
hakutuandikia ni jinsi gani kwamba kuliwahi kutokea mtoto aliyezaliwa akiwa kipofu, akiwa kiziwi, akiwa bubu, au akiwa na hitilafu yoyote, au akizaliwa akiwa taira. Ili ni jambo ambalo halikuwahi kutokea wakati dunia inaumbwa na Mungu na mwanadamu kaanza kuzaliwa, na kabla ya gharika au na baada ya gharika kidogo, asingezaliwa mtu mwenye ulemavu wa macho ambaye ni kipofu, ulemavu wa masikio ambaye ni kiziwi, ulemavu wa kuongea ambaye ni bubu, au kabisa kuzaliwa akiwa na ulemavu wa akili akawa taira. Hilo ni jambo ambalo halikuwahi kutokea. Lakini kadri dhambi inavyokuwa inamtafuna mwanadamu, hakuwahi kuzaliwa mtu, watu waliokufa kwa sababu ya kula vibaya, au vijana wadogo waliokufa kwa sababu ya magonjwa. Ukute mtoto amekuwa ni mzaifu zaidi ya mtu mzima. Hapana. Hii yote unaona kwamba watu wanakuwa wanakuwa kama wanasinyaa, ufupi wa kimo, ufupi wa akili, ufupi wa maadili, ufupi wa kuchanganua. Yani watu ni wafupi kiakili, kimawazo, kimo, kila kona. Watu wamekuwa hawawezi chochote. Hakuna mtoto aliyekufa kabla ya wazazi. Labda maporomoko yamupitie, labda simba amlalue, lakini kwa kuumwa mtu asingekufa. Walikuwa na miili inayoweza kuhimili. Lakini sasa hivi tunashuhudia mzazi anazaa watoto hata 10, anakufa mmoja, wa pili, wa tatu, mpaka wote wanaisha. Tunashuhudia, tunao watu hapa duniani ambao wamefiwa na watoto wao wakabaki wenyewe, na si vita wala nini, ni magonjwa kwa sababu ya dhambi. Wengine wanaingia kwenye uzinzi, wanapata hasara, wanagongwa, wanakufa. Wengine wanaingia kwenye uzinzi, wengine wanaingia kwenye ulevi, wanakunywa pombe mpaka akili zinachanganyikiwa, wanaingia barabarani, wanaendesha vibaya, wanakufa. Wengine wanaanza ugomvi, wanapigana, wanauana. Wengine wanaenda kwenye uzinzi, wanazini, wanapatwa na magonjwa, wanakufa. Kwa hiyo kuna njia. Wengine wanakunywa pombe kali, ini linasinyaa, hali inakuwa mbaya, watu wanaondoka. Hiyo ni hali ya kudhihirisha wazi kwamba dhambi inaendelea kuwaua wanadamu. Hakuna ambaye tunasoma katika Biblia, tunasoma kwamba Harani tu ndiye aliyekufa mbele ya baba yake ambaye ni Tera. Ijapokuwa walikuwepo wachache sana, lakini wale waliokuwepo kuanzia kipindi cha Adamu mpaka kipindi cha Nuhu, watu walikuwa wanaishi karibu miaka 1000. Lakini kuanzia gharika kuja huku kukaa miaka 700, 800, 900 vilisha. Kwa hiyo mtu akaanza kuwa anakaa kwa muda mfupi sana. Hata kipindi cha Kristo dunia ilikuwa imeharibika sana. Walikuwa wakimletea wagonjwa wa kila namna, vijana, watu wazima. Dhambi ilikuwa ikiendelea kutafuna ulimwengu. Zaburi 89 fungu la 45, sikiliza neno la Mungu linasema, umezipunguza siku za ujana wake, umemvika aibu. Kwa sababu ya dhambi mwanadamu amepunguziwa siku za ujana wake, na tunatembea kama kwa aibu sana. Kwa aibu sana. Unatembea, unaongea ukiwa kijana, akili hamna. Unaongea upuuzi, umekosa hata maneno ya kuongea kwa sababu hauna. Ni aibu. Ni aibu kuona mzee mzima anatongoza vibinti vidogo. Ni aibu. Huyo aendelee kuishi ili saidieje? Ni aibu kuona mama mzima ni wakuchonganisha wakwe zake, wanawake wa vijana zake
kuleta chuki ndani ya familia ni aibu. Watu wanatembea na aibu. Watu wengi sana wanatembea na aibu kwa sababu ya dhambi. Tunaingia dhambi inavyoharibu akili. Zaburi, hasara nyingine tunayoipata kwa sababu ya dhambi ni upunguani wa akili. Yaani watu wamekuwa mbumbumbu, wamekuwa ni wajinga kwa sababu dhambi husababisha ujinga. Tusome ndani ya Zaburi 39 atatusaidia tutaona. Tusome fungu la 9, panasemaje? Neno la Mungu linasemaje? Fungu la 9 pameandikwa, nimenyamaza, sitafumbua kinywa changu, maana wewe ndiwe uliyenifanya. Mtu akisha kuwa mdhambi anaambiwa kwamba nyamaza. Huna cha kujigamba, huna wala la kuongea katika jamii, kwa sababu wewe ni mtu wa aibu. Ulisababisha aibu, unasababisha aibu ndani ya watu. Kwenye Zaburi 107 fungu la 17 pameandikwa hivi, wapumbavu kwa sababu ya ukosaji wao na kwa sababu ya maovu yao hujitesa. Kwa sababu mtu akishakuwa pumbavu au akikosa kumcha Mungu kwa sababu ya ukosaji wake na kwa sababu ya maovu, atajitesa. Akikaa na wengine atakosa la kuongea, ataishi maisha ya kujificha, ataishi maisha bila kufurahi, atakaa na moyo wenye kumstaki muda wote. Mwenye dhambi anaishi kwa kuteseka kichwani. Ayubu 15, nikiwa kwenye kipengele hiki bado cha namna gani dhambi inavyoharibu akili, anasema hivi kwenye fungu lile la 5, maandiko matakatifu yanasema, kwani uovu wako unakufundisha kinywa chako, nawe wachagua ulimi wake mwenye hila. Akili zinapungua. Unakuta mtu biashara yake ni kueneza hila, ni kufanya uovu, ni kutengeneza uasi, ndipo anadhani kwamba ana akili nzuri. Watu wengine ukimwambia kwamba fanya hivi na hivi, anasema kwani nina faida gani? Kwani haya yananihusu? Hiyo ni kuharibika kwa akili. Kwa sababu japo hujanunua gari na wewe unategemea gari za wengine, japo huna shamba lakini wakilima utapata chakula, japo huna mtoto lakini utapata wakutuma au wakutembea naye, japo huna kiwanda lakini kinatengeneza vitu na wewe unapata. Lakini kwa sababu dhambi na haribu akili, unamuona mtoto ambaye hukumtoa kutoka katika matako yako, unaona kwamba huyu hafai, sio mwanangu, sio mwana. Unamuona mwanamke wa mwingine unamdharau, unamuona mume wa mwingine unamuona hafai, unaona kitu kizuri cha mwingine unatamani kukiharibu, unaona mtu mwenye kupenda unataka kumharibia sifa. Ni kwa sababu uliharibika akili. Dhambi imeiharibu akili. Singeiharibu akili, usingeteseka mwezi mzima kwa kufanya kazi, alafu pesa unazipeleka kwa malaya, au kwa kununua pombe kali, au kwa kununua panga la kumuua mwenzio, au la kwenda kununua sumu ya kuwapa watu. Hamna. Ungekuwa na akili timamu, usingeweza kufanya hivyo. Kumbe dhambi inafanya akili ipungue. Wewe unachukiana na ndugu yako, unachukiana na mama yako, unachukiana na baba yako, unachukiana na jirani yako, ili ukiumwa na kupeleka hospitali. Kama sio upungufu wa akili, wewe unaona hayo yanawezekana? Ni jambo lisilowezekana. Hiyo ni hasara. Hasara ya dhambi inatutenganisha na ndugu. Dhambi inatupa hasara kwa kutufanya tuwe wakimbizi kwa chuki. Kambi zimejaa, watu wamejaa kwenye makambi Afrika, hata na Ulaya. Wengine wanadhama kwenye mabahari makubwa wakikimbia ili wapate sehemu ya amani. Hii yote ni hasara. Tunapata hasara kubwa sana kwa sababu ya dhambi. Tunahitaji kumtafuta Mungu ili mzigo uliotulemea tuone kwamba unaweza kupungua. Kitabu cha Methali
sura ya 10 sura ya 10 fungu la 12, maandiko matakatifu yanasema hivi. Sikiliza vizuri, anakuambia hivi: kuchukiana huondokesha fitina. Kama kwa sababu akili zimesha pungua, unaona kwamba basi kumbe chuki nayo ni wanaume, ni kuonekana kwamba na mimi anitambue, mimi ni binti wa fulani, mimi ni mtu nina familia nzuri, nina hela yangu, nina kazi nzuri, unikome. Hiyo ni dhambi. Hayo majigambo ni sababu ya dhambi. Ndio maana nasema kuchukiana huondokesha fitina. Mkichukiana vitazaa fitina, mkifitiana mtapigana au mtaumizana, bali kupenda husitiri makosa yote. Ukiwa na upendo wa Mungu, hakuna kosa ambalo utashindwa kusitiri wala kuvumilia. Katika kitabu cha Hosea, muone ni dhambi gani zinazoharibu akili za watu. Wapo wanaume ambao wamejipanga kwamba kila mwanamke atakayepita mbele yao, ili waonekane kwamba ni wanaume kweli kweli, wamejifanya kama mabeberu ya kutembea na wake za watu na mabinti za watu na watoto wa watu, lakini faida atakayoipata mle ndani ni nini? Hosea sura ya 4 fungu lenyewe ni la 11. Neno la Mungu linasemaje? Uzinzi na divai mpya huondoa fahamu za wanadamu. Uzinzi, kila wakati we ni mzinzi. Usipozini, fanya dhambi ya uzinzi, ya zinaa, we unaenda kule kila wakati unaongelea maneno ya upuzi, ya uzinzi, ya wanawake, ya wanaume, ya kulala na wanawake na waume za watu. Ndio akili iliyompo kwenye kichwa chako, ndo biashara unayoiendesha duniani. Mpaka wengine kabisa wanajiharibu, mpaka wanavivalia, mpaka wanakula ili akili itoke, waweze kuongea upuuzi, wawashuti, wawachukue kamera wakiwa uchi, wawafanyeje, warushe kwenye mitandao. Kwa sababu ungekuwa na akili usingeweza kufanya hivyo. Huwezi kufanya hivyo. Kwa hiyo vitu viwili vikubwa sana vinavyoondoa akili ni uzinzi na kunywa pombe. Hesabu majumba ya uzinzi yaliyopo duniani. Uhesabu majumba yanayouza pombe duniani. Ni vituo vikubwa vya kuharibu akili za wanadamu. Mungu asaidie watu wake, atusaidie sana. Basi hatua inayofuata ya 3, dhambi huharibu thamani ya mtu. Thamani ya mtu inaharibiwa na dhambi. Yaani ulikuwa ni mwanaume unayependwa, ulikuwa ni mwanamke unayopendwa, lakini dhambi inaweza kukufanya ubomoe nyumba. Unakimbia kabisa, unatoka. Mwanaume anakukataa kwa sababu ya dhambi zako. Mwanamke na watoto wanakukimbia kwa sababu ya dhambi zako. Unakosa heshima kwa watu wadogo na watu wakubwa. Unakosa mwelekeo kwa sababu ya dhambi. Ndio maana Yeremia anasema maneno mazito sana hapa kwamba Yeremia 2 fungu la 26 pameandikwa hivi: kama mwivi aonavyo haya akamatwapo, ndivyo waonavyo haya nyumba ya Israeli, wao na wafalme wao na wakuu wao na makuhani wao na manabii wao. Kwa nini watu wote hawa ambao walikuwa ni watu wa cheo, walikuwa ni watu waheshimiwa, wawe na aibu? Kwa sababu ya dhambi. Kwa sababu ya dhambi. Dhambi inamfanya mtu ashindwe kutembea huko ameinuka, aongee, asikike, asalimiane, akatize mitaa akiwa vizuri. Dhambi inaweza kukuondolea hadhi, inakuondolea heshima, mpaka unakuwa unatembea kwa kuinamisha kichwa. Ukiona watu wako pale, unaangalia pembeni. Hutaki mtu wa kukuona, hutaki watu wa kufahamu, hutaki kutaja jina lako vizuri, kwa sababu watu wakikujua na familia yako ikiulizwa kwamba na nyie ni ndugu yake na fulani, mpaka watu wanaona aibu. Dhambi huleta aibu. Dhambi inaleta aibu sana. Ndio maana katika kitabu cha Walawi fungu la 17 pameandikwa hivi. Pameandikwa maneno yafuatayo:
Tena mtu mume akimuoa umbu lake, binti ya baba yake au binti ya mama yake, na kuona utupu wake, na huyo mwanamke kauona utupu wake huyo mume, ni jambo la aibu. Watakatiliwa mbali mbele ya macho ya wana wa watu wao. Amefunua utupu wa umbu lake, naye atachukua uovu wake. Tena mtu mume akilala na mwanamke aliye na ugonjwa wake, na labda nisiende huko mbali, nisome hapa tu ambako nilikuwa ninahitaji. Tena mtu mume akimuoa umbu lake, binti ya baba yake au binti ya mama yake, na kuona utupu wake, na huyo mwanamke kuona utupu wake huyo mume, ni jambo la aibu. Lakini hivi vilivyokuwa vinaitwa aibu sasa hivi ni fashion. Watu hawajui hata kujua ndugu zao. Dhambi zinaingia. Mwanaume anaoa mke na binti yake. Binti anaolewa na mume wa mama yake. Kijana anaoa, analala na mama mkwe. Vitu ni aibu. Ni kwa sababu ukijulikana ni aibu, na thamani yako itapotea. Hakuna mtu anayesaminiwa akiwa mwizi. Mtu akiwa mgomvi anapoteza heshima. Mtu akiwa muongo, mtu wa kusengenya, watu watakuogopa. Watakuwa ongea fulana kiwepo uone. Maneno hayo utayasikia mtaa wa 3. Kwa hiyo eleweke kwamba watu wajue kwamba dhambi inaondolea watu heshima na kuondoa thamani yao, yani usamani wao. Yani thamani ya mtu ni sifa yake. Kwa hiyo mimi ninachotaka kusema hapa si thamani kama thamani ya kuuzwa, bali dhambi inaharibu sifa ya mtu. Dhambi inaharibu sifa yako kabisa, inaharibika mpaka unashindwa kuelewa na unashindwa nifanyeje ili nifute aibu. Nitumie maji gani nioge, nioshwe? Hiyo ni hasara, kwa sababu kupoteza sifa ni hasara ambayo huwezi kuipata kwa gharama ya pesa. Kupoteza sifa. Ni Mithali sura ya 9 fungu la 7. Amkemeaye mwenye dharau hujipatia fedheha, amkaripiaye mtu mbaya hujipatia aibu. Kwa sababu mtu muovu hata ungemshauri ataona kana kwamba na murubuni, hasikii wala haelewi, na kumfundisha ni kuumiza kichwa. Dhambi inaharibu sifa ya mtu kiasi kwamba hata na maonyo na makemeo watu wengine wanakuwa wanakupita pembeni, wanakuacha. Unasema wananiogopa katika mtaa huu. Hawakuogopi, walikutoa katika orodha ya watu wanaoweza kusaidiwa. Kwani wanakuogopa utawafanyaje? Wanakuogopa ili wafanyeje? Hamna. Hawakuogopa maana hawali kwa kutoka kwako, hawakuazimi manguo, hawaishi kwa sababu upo, hapana. Lakini walipoona wewe huna sifa yoyote ya watu wanaoweza kuishi na wengine, mtu naye mshauri na shaurika, mtu kimuonya na onyeka, mtu ukimwambia hili halifai anaelewa, mtu ukiongea naye kwa faida zake mwenyewe. Kuna watu wengine kwa faida zake mwenyewe hata ukijaribu kumsaidia, hamna, akili yote inaondoka. Anakwambia hamna, niache, unaingiaje kwenye mambo yangu? Ya kwangu hayanihusu, ya hayakuhusu. Cheza na ya kwako na mimi nitacheza na ya kwangu. Watu wanakutoa kwenye orodha. Ndio maana Biblia imesema amkemeaye mwenye dharau hujipatia fedheha. Yani utaaibika. Ukimshauri mtu muovu utaaibika. Uzuri wa dhambi tafanya watu wakutoe kwenye orodha ya watu, mpaka watakuona kama mtu usiyefaa, mpaka watafanya mambo yao bila wewe kukushirikisha wala kukushauri. Hata kama kuna laani nayoenda kukupata, wao wanakuacha, wanasema atajua mwenyewe, maana yeye hasikii. Mithali 13 fungu la 5 nasema mwenye hekima huchukia kusema uongo, bali mtu mbaya huwa karaha
hupatwa na aibu. Nataka ili neno lisikike vizuri sana. Mwenye haki au mwenye kumcha Mungu anachukia kusema uongo, bali mtu mbaya huwa karaha. Nini maana ya karaha? Karaha linalozungumzwa hapa ni mtu, ni kero. Mtu mbaya ni kero. Ni mtu ambaye ndani ya maisha ya wengine ni kero. Anakera wengine katika mwenendo, katika maisha, katika nini? Dhambi inakufanya kuwa kero katika watu. Katika maandiko matakatifu kipengele kingine, dhambi inaharibu familia. Dhambi inaharibu familia. Methali sura ya 3, Methali sura ya 3 fungu la 33 pameandikwa hivi: laana ya Bwana iko katika nyumba ya waovu. Laana ya Bwana iko katika nyumba ya waovu, bali huibariki maskani ya mwenye haki. Amina. Hasara, yani na kwamba laana ya Bwana iko katika nyumba ya waovu. Unaweza kusema mbona mimi nina pesa, nina laana gani? Lakini laana ni za aina nyingi sana. Unaweza ukawa una hela, lakini uelewani na mke wako, uelewani na ndugu zako, uelewani na watoto wako, hiyo ni hasara. Wewe ni mtu wa kunungunika, ni mtu ambaye hufurahiwi na watu, na kwa sababu ya makosa yao ni laana. Una magonjwa ya ajabu sana ambayo yamesababishwa na dhambi, ni laana. Unalala guest wakati una majumba kwa sababu huna furaha nyumbani, hiyo ni laana. Unakunywa pombe kali, unakunywa kuanzia jioni mpaka asubuhi, hiyo ni laana. Ukipata hasara hakuna hata kwa kukwambia pole, hiyo ni laana. Anasema hivi, laana ya Bwana iko katika nyumba ya waovu, lakini ukiwa mwenye haki, maskani ya mwenye haki, Mungu ataibariki. Sio lazima wawe na mali nyingi sana au pesa nyingi sana, hapana, bali watafurahia maisha kwa kiwango walichonacho. Naweza nikawapa mifano michache katika maandiko matakatifu, katika kitabu cha Yoshua sura ya 7 fungu la 24 na 25, na ukianzia juu kidogo. Mnakumbuka kisa cha mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Akan. Akan alipuuzia maagizo ya Mungu ya kutochukua au kutokuiba na katika mateka iliyokuwa imechukuliwa katika mji wa Yeriko wakati unaangamia. Lakini Yoshua Akan yeye hakujali. Kwa hivyo Mungu aliipiga, akaruhusu, akaondoa ulinzi kidogo kwa Israeli, wakaanza kupigwa na mataifa. Yoshua alipochunguza akamulilia Bwana. Bwana akamwambia, anza kuwachunguza watu, anza kuwapigia kura watu, utagundua ni nani ambaye amekosea. Walipiga kura wakiwa wanatoa familia moja, ukoo mmoja, kabila moja, wanafanya. Yoshua amenyamaza. Akan amenyamaza. Baadaye alipoona wamemshika, akakiri kosa lake. Wakati anaangamizwa, Yoshua aliagiza kwenye fungu lile fungu la 24, sura ya 7 fungu la 24, nikisoma pale kidogo anasema hivi: kisha Yoshua na Israeli wote pamoja na yale naye wakakamatwa, wakamtoa Akan. Narudia kusoma: kisha Yoshua na Israeli wote pamoja naye wakamtoa Akan mwana wa Zera, na ile fedha na lile joho na ile kabari ya dhahabu, na wanawe na binti zake na ng'ombe zake na punda zake na kondoo zake na hema yake na vitu vyote alivyokuwa navyo, wakavileta juu ya hata bonde la Akori. Yoshua akasema, mbona umetufadhaisha hivi? Bwana atakufadhaisha na wewe leo. Ndipo Israeli wote wakampiga kwa mawe, kisha wakawateketeza kwa moto na kuwapiga kwa mawe. Sikiliza kwamba hii familia inaangamia kwa sababu waliiona dhambi, hawakuweza kuikemea.
Niulizia kwamba hao watoto kwa nini waliangamia? Ndio, kwa sababu hawakuwa na sauti ya kukemea uovu. Walifurahia kwamba wanaenda kutajirika. Mtu ameiba analeta nyumbani, ametoka kuniga watu anakuletea unakula. Wewe ni mwanamke, anaenda kufanya hiki na hiki analeta, unasema afadhali, wewe ni mwanaume kweli kweli. Mtu anaenda anafanya uzinzi, anahongwa hela, nasema asante, tumepata hela. Vitu vya namna hiyo ndani yake vinalaana sana, na matokeo yake familia ya Akani iliangamia. Ukisoma katika kitabu cha Mfalme cha Wafalme, kitabu cha kwanza cha Wafalme, kinatukumbusha kisa cha Ahabu aliyetamani shamba la Naboti. Na alipotamani shamba la Naboti, alitamani kulichukua. Naboti akamwambia siuzi urisi. Akampangia njama, na moja kwa moja Naboti alipigwa mawe. Ahabu akachukua shamba kwa sababu ushauri wa mke wake Yezebeli ulikuwa umechukua kila kitu, na mke wake alifanya iwezekanavyo kwa kutumia hila na kwa kutumia ujanja aliokuwa nao kwa kuangamiza maisha ya Naboti. Na matokeo yake, sikiliza Mungu alivyosema kuhusu dhambi Ahabu aliyoifanya. Dhambi aliyoifanya ya kuangamiza uzima wa Nabothi. Tuone kama familia hii nayo ilipata faida. Anasema hivi, ukamwambie ukisema, ni Mungu sasa namshukia Elia. Labda nianzie fungu la 18. Ondoka ushuke ukutane na Ahabu mfalme wa Israeli, akae katika Samaria. Yuko katika shamba la mizabibu la Nabothi, ndiko alikoshukia ili alitamalaki. Ukamwambie ukisema, Bwana asema hivi, je, umeua ukatamalaki? Nawe utamwambia kusema, Bwana asema hivi, mahali pale mbwa walipo ilamba damu ya Nabothi, mbwa watailamba damu yako, damu yako. Ahabu akamwambia Elia, je, umenipata ewe adui yangu? Akamwambia, nimekupata kwa sababu umejiuza kutenda yaliyo mabaya machoni pa Bwana. Angalia, nitaleta mabaya juu yako, nami nitakuangamiza kabisa. Nitamtakia Ahabu kila mume aliyefungwa na aliyeachwa katika Israeli. Kisha nitaifanya nyumba yako iwe kama nyumba ya Yeroboamu mwana wa Nebati, na kama nyumba ya Baasha mwana wa Ahia, kwa ajili ya chukizo ulilo nichukiza, hata kunigadhabisha ukawakosesha Waisraeli. Tena Bwana alinena habari ya Yezebeli akisema, umbwa watamla Yezebeli katika kiwanja cha Yezreeli. Mtu wa nyumba ya Ahabu afae mjini, umbwa watamla, na yeye afae mashambani, ndege wa angani watamla. Lakini hapata kuwa na mtu kama Ahabu aliyejiuza atende maovu machoni pa Bwana, ambaye Yezebeli mkewe alimchochea. Akachukia mno kwa kuzifuata akachukiza mno kwa kuzifuata sanamu, sawa sawa na yote aliyowafanya Waamori, Bwana aliyowafukuza mbele ya wana wa Israeli. Kiapo ukiendelea kusoma kitabu hiki kitakuonyesha ni jinsi gani watu hawa walivyoangamia. Aliwaangamiza Yehu aliangamiza nyumba ya Ahabu, wakateketea wakaisha. Ndugu zangu tena wapendwa, nipende kuambia wazi kwamba ukimcha Bwana utapata faida. Ukimwacha Bwana utapata hasara, na hasara yako hautaweza kuiokoa. Maana ni faida gani kama watoto wataangamia? Si kuangamia kwa kufa, hata kwa kukosa akili. Mke anakosa akili alafu mnakufa vibaya, hiyo ni hasara. Watu wengi sana sasa hivi wanaendelea kulimbikiza mali, wakiziongeza mali katika mali zao ambazo wamewanyang'anya yatima, wamewanyang'anya maskini, wamewanyang'anya wajane, wamewanyang'anya wasio na mtetezi. Unarubuni tu na unaona kwamba uko sawa.
utapata hasara ulipokuwa unategemea faida. Ndio maana katika kitabu cha Samueli, Eli naye alipoachana na mapenzi ya Mungu, akaacha kufanya bendera la Bwana lipepee ndani ya nyumba yake. Sikiliza Mungu alivyomwambia katika kitabu hiki. Katika kitabu hiki Samueli wa kwanza sura ya 2 fungu la 31 pameandikwa hivi: tena mtu wa kwako ambaye sitamtenga na madhabahu yangu atakuwa mtu wa kupofusha macho na kuhuzunisha moyo. Tena wazao wote wa nyumba yako watakufa watakapokuwa watu wazima. Hiyo ni laana. Eli ameambiwa laana mbaya kwamba unalea tutoto wakishakuwa watu wazima, yani ndio wanategemewa kwa sababu ya laana. Dhambi inaangamiza uchumi. Tutasoma Yoeli sura ya kwanza fungu la 15. Tuanzie fungu la 8. Amesema, ombolea kama mwanamwali avae magunia kwa ajili ya mume wa ujana wake. Sadaka ya unga na sadaka ya kinywaji zimekatiliwa mbali na nyumba ya Bwana. Hao makuhani wahudumu wa Bwana wanaoomboleza. Shamba limeharibika, inchi inaomboleza, maana nafaka imeharibika, divai mpya imekauka na mafuta yamepungua. Uchumi umeharibika kwa sababu ya dhambi. Tahayarini enyi makuhani, pigeni yowe enyi watunza mizabibu kwa ajili ya ngano na shairi, maana mavuno ya shamba yamepotea. Mzabibu umesinyaa, mti nao umevia, nao mkomamanga na mtende na matofaa, naam miti yote ya mashamba imekauka, maana furaha imekauka katika wanadamu kwa sababu ya dhambi. Kwa hiyo ndugu zangu, tukisoma fungu la 16 nasema hivi: je, chakula hakikukatiliwa mbali mbele ya macho yetu? Naam, furaha na kicheko mbali na nyumba ya Mungu wetu. Mbegu zinaoza chini ya udongo wake, gara zimeachwa ukiwa, mabanda yamevunjika kwa maana nafaka imekauka. Jinsi wanyama wanavyougua, makundi ya ng'ombe wamefadhaika kwa sababu hawana malisho, naam makundi ya kondoo wamepata mateso. Kila kitu kimefadhaika kwa sababu ya dhambi. Tunahitaji kumjua Yesu Kristo kama mwokozi wetu. Tunahitaji kumwendea. Nikiwa namalizia ili uone ni jinsi gani dhambi hii inavyoendelea kuharibu watu. Maandiko matakatifu yanasema hivi. Anasema katika kitabu cha Ufunuo fungu la 16, wakisema, ole mji ule mkuu uliovikwa kitani nzuri na nguo ya rangi ya zambarau na nguo nyekundu na kupambwa kwa dhahabu na kito cha samani na lulu, kwa kuwa katika saa moja utajiri mwingi namna hii umekuwa ukiwa. Na kila nahodha na kila aendaye mahali popote kwa matanga na kwa mabaharia, nao wote watendao kazi baharini wakisimama mbali, wakalia sana walipouona moshi wa kuungua kwake, wakisema, ni mji upi ulio mfano wa mji huu mkubwa? Wakatupa mavumbi juu ya vichwa vyao, wakalia wakitokwa na machozi na kuomboleza, wakisema, ole mji ule ulio mkuu, ambao ndani yake wote wenye merikebu baharini walipata mali kwa utajiri wake, kwa kuwa katika saa moja umekuwa ukiwa. Furahini juu yake enyi mbingu, nanyi watakatifu na mitume na manabii, kwa maana Mungu hukumu yenu juu yake. Watakatifu watacheka na wataicheka dunia inapoangamia, kwa sababu mali zake zikiteketea kwa sababu ya uasi.
na malaika mmoja mwenye nguvu akainua, nataka nishuke chini sana. Kwa hiyo uone kwamba bila kwenda mbali sana, tumeona kwamba dhambi inaharibu na uchumi. Dhambi inaharibu mali, itaharibu mazao. Unaweza ukasoma katika sura hiyo ya 18, wewe ukitaka utasoma kuanzia fungu, utaweza kusoma kuanzia pale nilipoanzia fungu la 11, unaweza kusoma mpaka fungu la 13, ambapo anakuambia kwamba mdarasini, iliki, uvumba, malamu, ubani, mvinyo, mafuta mzeituni, unga mzuri, ngano, ng'ombe na kondoo, farasi, magari, miri na roho za wanadamu, vyote viliangamia, vyote kwa pamoja, kwa sababu wamekuwa kinyume cha Mungu. Mungu atusaidie sana. Yesu alikuja duniani ili aiondoe laana ya dhambi, ili sisi tukubali atende kazi ndani yetu, ili tupate kibali cha kufunguliwa mlango wa mji mtakatifu. Maana haya si maskani tena ya kuishi, kwa sababu tukae leo, kesho na kesho kutwa au miaka, lakini tayari dunia yetu imekwisha kupangiwa kuangamia, kwa sababu kila kitu duniani kimetafunwa na dhambi, kimekwisha kuonekana kwamba hakifai. Tunahitaji injili kwanza tutengeneze, tuwe watu wapya na viumbe vipya, ndipo tuje tupewe miili mipya na maskani mapya. Mungu atusaidie. Neema ya Kristo ituondoe, ituepushe na katika pambano hili la kupambana na hasara ya dhambi, tuweze kupigana vita nzuri, ili tuweze kupata kibali machoni pa Mungu. Yesu ajapo, wale wote waliosafishwa na damu yake na kuondolewa aibu na laana ya dhambi, tuweze kuinuka juu na kusimama kwa kuinua bendera takatifu ya Mungu, tukiwa taifa lenye heri na lenye furaha duniani kwa kumjua Mungu, katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Tazama ufalme wa Mungu karibu, sasa umejiandaje? Dunia inakuita, rejeni kwenye msingi. Jamani, sikia sauti ya mtu, jamani, tengenezeni njia ya Bwana, yasheni mapito yake. Giza kubwa limefunika dunia nzima, asubuhi imekaribia, vaeni nuru, aibu kubwa itawapata wote watembeao gizani.